Uliza swali lako. Huyu ni Mark Murunga wa Mugai Kabra. Kwanza nataka kumshukuru Mheshimiwa Ndako kwa kuchaguliwa kama mbunge wetu. Asante. Na nimwombe kwamba aweze kushughulikia upande wa barabara hasa sana barabara ya kutoka Malanga kuelekea hadi kule Shukuze. Mark nikuulize. Barabara iko katika hali mbaya sana. Naam. Sababu umeuliza swali la barabara. Tumemuuliza mheshimiwa hapa kuhusu swala la kulikuwa na fujo huko. Wewe ulishuhudia fujo zozote kule? Fujo zenye zilikuwa tu fujo zile kidogo, hazikuwa zile fujo kabisa. Zile zilikuwa zinasemekana katika mitandao na pengine watu walivyokuwa wakisema. Fujo zenye zilishuhudiwa hazikuweza hata kuzuia mtu kwenda katika kituo cha kupigia kura. Zilikuwa tu fujo kidogo ambazo kwangu mimi naona ni hali ya kawaida wakati wa siasa, kwa sababu fujo hakuna fujo za kawaida. Fujo ni fujo. Shukrani sana Mark. Jibu. Barabara ya Samisi Malava ndio imeanzishwa na imeanzisha kwa hatamu yangu. Nitahakikisha kwamba itakuwa ile kazi yangu ya kumaliza hii barabara towards 2027, na nikiuliza kura, mimi bado niko kwa viwanja. Nikiuliza kura ya 2027 nitakuwa naonyesha evidence ndio hii. Hii nyingine nimesema budget allocation imekuja, itamalizia. Hii ya Malanga kwenda Shukuze ni ile barabara mimi natumia nikienda nyumbani. Sitaweka lami, lakini nitaweka kera, itamaliza. Kwa nini utaweka lami mheshimiwa? Barabara uwezi chukua, kuna zile barabara nimeimark, zile ziko na kasi kubwa sana, kama barabara zinachangia pakubwa katika uchumi. Zinachangia katika uchumi, kama barabara ya kupita West Kenya Sugar Company kutoka kambi ya Mwanza kupita West Kenya Sugar Company, ikuwa upande wa juu, ndio ni jaribu kuwa na mkao wa sawa. Sasa sababu kuna kitu ya kusema barabara, umesema barabara mbili. Barabara hizo ni hivyo, lakini umemuuliza mambo ya kupigana. Unaona hata huyu ni mpiga kura. Nyinyi mngeniuliza mimi mahali niko hapa kama David, nilipigana? Sikupigana. Nilipeleka ripoti nimepigwa? Sikupelekwa. Nilienda kuripoti watu wangu wamepigwa? Sikupigwa. Mimi kwa wodi yangu, kwa wodi hizi zingine zote, unless mahali opponent anatoka ndio unasikia kuna incident zilitokea, na hizo incident pia ni kwa mtandao. Lakini ya kwenda kusema kura, mbona waseme tuliwaibia kura? Na kura ikipigwa Kenya mzima, kuna mahali walishinda hata MCA. Mahali sisi tunakaa kama serikali ama mahali tunakaa kama UDA ama broad base, hatusemi walituibia. Mbona ikuwe kwamba ni sisi tu tuliiba kura? Mheshimiwa, umetaja vizuri kwamba wewe hukushuhudia, hukupigwa na hukuripoti, lakini mheshimiwa ametaja kwamba aliripoti. Kuna maeneo machache huyu mpiga kura wako amesema kwamba yalikuwa, ijapo anasema haangemzuia tembo kunywa maji. Pia tulishuhudia vuta nkuvute katika eneo la Kilifi kule Magarini, Kasipul pia na Kasipul. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hizi fujo wakati wa kampeni na kura? Maana pia ILOG ilitaja, Kenya Human Rights Commission pia imetaja hizi vurugu zote. Wewe unasemaje kuhusiana na hizi fujo za kura? Mimi ninasema hivi, sisi viongozi wenye tunataka kupikiwa kura, tuongoze wale wa wananchi. Sisi ndio tunaleta vurugu, sisi ndio wabaya. Mimi kama David Ndakwa nimesimama hii kura ya Malava na nikasema mimi ni kiongozi. Ule akikuja akitaka kuleta fujo kwa watu wangu, na restrain supporters wangu wa give in, wangojee tu siku ya kupiga kura. Unatumia mbinu gani kwa zuia? Mbinu yangu ni kuambia kwamba wakikuja na vita, you withdraw. That is why cases za upande wangu, kuna wale hata walijaribu kuvuruka kidogo tu, nikaambia watu wangu hapana. Fred, kuna kitu moja yafaa tujue kama viongozi. Sisi viongozi tunaweza kaa hapa tusikizane, lakini tukirudi ground tunapikanisha wale tunataka kuongoza. Na mimi niliambia watu wa Malava kwa Kiingereza ama kwa Kiswahili, sio lazima nitoe damu ndio niongoze. I don't have, nakumbuka hiyo msemo. Yes, you to bleed for me to lead. Are you getting it? Na nikawaambia wakikucha na vurugu, sisi tuiname chini, tutafute kura, tuuse manifesto, tupatie watu hope kwamba tukichukua hii uongozi tukiwa na Ndakwa, we shall be safe. Wale wakakuja na matusi. Mimi ulimshindia nini Seth Panyako mheshimiwa? Ndio ukamshinda kwenye kura. Ile kitu nilifanya nikamshinda, number 1, humility.
Mimi nilikuwa naomba kinyenyekea nikiomba kura. Kura si ya kuforce mtu, ni democracy. Unaomba kura. Kitu ya pili, Yule aliyesema atakuwa mume wa wajane ni nani? ni mimi. Ni wewe. Ndio maana nakwambia. Ulikuwa unamaanisha nini? Maana watu walisema wewe ndio Sasa hiyo amekupa kura kweli. Sasa hiyo ndio ilifanya ni mshinde. hiyo mume wa wajane. Nikieleza ile maneno nitafanyia watu wa Malava. Wale mama wajane pia ni target group ya wale watu wanaishi Malava na wanataka uongozi bora kwa sababu hawana mabwana. Na ukasema hutaki kusikia mtu yoyote amekuja kuachukua. Kama hawana mabwana, wao wanaonanga tu kaburi ya mzee hapo na wanajua hajaenda mahali na hawezi wasaidia. Kwa hivyo mimi kama kiongozi, kama mwami, mimi ndio nitatawala. Obama. Mimi ndio nitatawala kwa hizi maboma zao, to empower them, wapatie nguvu wa kufanya kazi. Shikilia hapo mheshimiwa. Na unasikia niliwaambia mkikubali ni mimi na mimi nichukue hiyo uongozi na tuanze kutembea na nyinyi nikiwalinda, sitaki mlete ile koti nimeleta, koti yangu nimeleta kwa nyumba zenu, nimeweka kwa msumari, mlete ingine mweke hapo kwa sababu sitaki mpango wa kando. Na unajua inamaanisha sitaki waende kwa mtu mwingine wampigie kura. Usieleze sana, ukieleza unaharibu. Mheshimiwa, wewe ulitumia mbinu gani